Nimeibiwa 5,000. Bwana, shabiki wa Simba. Sasa kama mtoto wa kiume unalilia 5,000, wewe unaweza kuonga laki wewe. Yaani kama 5,000 tu hiyo unalia kwenye mitandao ya kijamii. Wewe unaweza kuonga laki. Yaani ukampa tu mtoto wa mtu bwana, hiyo tu nimekupa kama vocha. Unaweza anaweza kafa au kwa pressure. Bwana, tumalizie kwa upande wa Simba Sports Club kuhusiana na hali ya mlinda mlango Tanja Kasari Jibo. Lakini ikumbukwe kwamba mlinda mlango wa Simba Sports Club Jibril Tanja Kasari Jibo aliumia katika mechi iliyopita ya jana wakati Simba Sports Club wanacheza na Super Nkurukumbi Kagera Sugar. Sasa hali yake kwa sasa ikoje kwa ujumla? Afisa habari na msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ali anatupa taarifa kuhusiana na hali ya mlinda mlango Jibril Tanja Kasari Jibo. Hali ya kikosi iko salama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Wachezaji wote ambao wamecheza mchezo wetu wa jana wote wanaendelea vizuri, isipokuwa mlinda mlango Jibril Kasari Tanja ambaye alipata majeraha akashindwa kuendelea na mchezo baada ya kutoka uwanjani ama kutolewa uwanjani usiku ule, akafanyiwa vipimo vya awali ili kubaini ukubwa ama kubaini uhalisia wa jeraha ambalo amelipata. Kwanza ameumia goti, msuli wa pembeni hapa unaitwa ligament ndio ambao ameumia. Lakini kwa taarifa njema kutoka kwa madaktari wetu wa Simba ni kwamba jeraha lake sio kubwa, halihitaji upasuaji na wala halihitaji kukaa nje kwa muda mrefu. Anahitaji kipindi cha muda mfupi tu kwa ajili ya kupatiwa matibabu, na baada hapo atarejea uwanjani. Kwa mujibu wa daktari ni kwamba kuna uwezekano akaukosa mchezo unaofuata dhidi ya Pamba, na baada hapo mchezo unaokuja anaweza kuwa sehemu ya kikosi, kwa sababu jeraha alilopata linatibika ndani ya muda mfupi kisha anarejea kuendelea na majukumu yake. Bwana, huyo ni afisa habari na msemaji wa klabu ya Simba Sports Club Ahmed Ali akiweza kutanabaisha hivyo. Of course ukimwangalia Tanja aliumia katika mechi ya jana dhidi ya Kagera Sugar na pressure ilionekana kwa kubwa kwamba atarejea kweli uwanjani kwa haraka zaidi ama anaweza akafanywa matibabu makubwa zaidi. Lakini ukijaribu kutazama, maana yake tunasema ni habari njema kuikosa mechi moja dhidi ya Pamba. Tafsiri yake ni kwamba tunasema mechi dhidi ya Singida Black Stars ambayo inafuata tarehe 22 ambayo itachezwa Airtel Stadium pale, ama unaweza kusema at least afadhali unaweza kawepo. Hiyo ni moja kati ya kitu kizuri zaidi ambayo inatengeneza ile hali ya amani ndani ya klabu ya Simba Sports Club. Tanja ni moja kati ya walinda mlango wenye uwezo mkubwa zaidi. Ijapokuwa sometimes anapokaa kwenye milingoti mitatu kuna wakati anaweza sikupe kile ambacho wewe unakihitaji kwa wakati huo, lakini ni aina ya wachezaji ambao moja kwa moja ana uwezo wa kutosha zaidi, kwa maana kwamba kuweza kukupa kitu katika milingoti mitatu. So kukosekana kwenye mechi ya Pamba so mbaya sana, kwa sababu bado una Hussein Abel ana uwezo kuzima kwenye milingoti mitatu. Lakini pia vile maana yake kwenye mechi dhidi ya Singida kama atakuepo basi itakuwa ni vizuri zaidi. Bwana, nipitie ujumbe hapo kidogo pale YouTube alafu tuhamie upande mwingine. Bwana, unaitwa Onesmo Jonas anasema atume namba arudishiwe 5,000 yake. Sasa anasema milioni mingi sana. Huseni Yusufu anasema hivi, Simba ni damu, tunajivunia hatua iliyofikiwa, lakini kama wanachama na mashabiki tuna imani kubwa na viongozi na uongozi. Tunaomba anasema muongeze juhudi katika kuimarisha utawala na kuwa karibu zaidi na wanachama. Mgeni Alfana anasema haya bwana sawa. Cecilia anasema macho kwenye skrini haya. Bakari anasema hawa kaeka bonge la kituo, anasema lengo lao Simba ipotee, anasema kwani wanampigia Jeruti vita na huyo akienda Yanga tumeumia. Na hiyo mtalia kweli. Ule tu Hamisi anasema bro huyo kashajivunja. Anasema baada ya kumuona Azizi Ki amerudi hataki shida na mashabiki. Okay. Unaitwa Egene Mwakalobe anasema kaka, anasema tukupe nafasi uwe mwenyekiti pale Simba. Mnataka kuniua kwa pressure nini nyinyi? Hii hali ya mbilinge hii? Hapana. Bwana, tutoke pamoja kwa moja tutazame taarifa nyingine. Kikosi cha Young Africa Sports Club kimefanya mazoezi yao leo ya kwanza baada ya kurejea kutoka kule Ruangwa, na kikosi hicho mazoezi ambayo ameyafanya Young Africans yamehudhuriwa pia na wachezaji ambao hawakuepo katika mechi iliyopita. Nazungumzia Stefan Azizi Ki,
lakini pia vile Selemani Abdallah Mwalimu Gomez, Fredi Ngoma, Omar Faruku Komala